Mambo vipi mwana SNS, karibu sana kwenye recap na SNS sempoa kabisa kwa ajili ya kuweza kupata uchambuzi wa masuala mbalimbali ya kiburudani ndani na nje ya Tanzania. Mimi ni Tosadi TZ Mbeba maono ya mtaa, taa ya mtaa imewaka wanangu, mnasemaje? Yuko hapa Chris Favors, tuko na Jacob pale, Janman. Tunazungumza kwa undani kabisa issue kubwa sasa hivi Tanzania ni kuhusiana na issue ya Diamond Platnumz pamoja na Zuchu na swala ni ndoa. Lakini before tujaenda mbali, mwenetu Jacob, hongera sana bana. Asante. London boy. London, naambia producer anaitwa London. Nafahamu. Vijana. Sio tunakupeleka London. Bana, Janman amekuwa nominated kwenye tuzo za uandishi wa habari. Unaweza kutueleza ni tuzo gani na watu wanakupigiaje kura? Okay. Hizi tuzo zinaitwa Sema Jambo, zinafanyika London, Uingereza kila mwaka. Zina muda kidogo zisijafanyika kwa kuna interval fulani. Na huwa zinajumuisha vitu mbalimbali, lakini ni tuzo ambazo zinatoa kipaumbele hasa kwa lugha ya Kiswahili duniani. So nimepata nafasi kwenye kategori inayohusiana na masuala ya muziki na uandishi wa habari. Mara kwanza napata email ni moja swali ambalo niliulizwa, mimi na impact gani kwenye industry kama mwanahabari ama kama mtangazaji. So unajua mimi toka nimekuja SNS, moja task ambayo nilipatiwa ilikuwa ni kutengeneza connection kwa watu wanaotumia lugha ya Kiswahili kuelewa taarifa mbalimbali za nje ya Tanzania. Nje ya Tanzania unapozungumzia ukiachana Afrika Mashariki ambapo tunatumia kwa asilimia kubwa Kiswahili, asilimia kubwa ni Kiingereza. Yaani ichukue habari ya burudani ya South Africa, Nigeria, sehemu ambapo kwa Afrika kwenye entertainment ni wakubwa. Ukitoka nje ya Afrika izungumzie Marekani, zungumzia Uingereza, wanatumia lugha ya Kiingereza. So watu wanaotumia lugha ya Kiswahili wanawezaje kuwa connected na hizi habari kubwa za master kubwa, for instance kama Said Puff Daddy? Mtu anaweza kaenjoy vipi story kwa lugha yetu? So niona ni moja ya kitu ambacho naweza nikakipa nguvu mpaka kionekane katika engo hii. Na naweza kushukuru, nisema nashukuru kwa sababu hii ndo mara yangu kwanza mimi kuwa nominated kwenye tuzo. Yaani sijawahi kuhusika kwenye tuzo yoyote ambayo mwaikuisikia. Nilikuwa najipa moyo kabisa, nasema kwamba siku nikija kuingia kwenye nomination ya tuzo yoyote inabidi iwe kubwa afu iwe kipekee sana. So ninashukuru yani. Vitu ambavyo nimekuwa nikivitoa vimekuja katika engo nyingine leo. So ni Sema Jambo Awards ambazo zinafanyika mwezi unaofuata. Nipo kwenye category inaitwa mwandishi bora habari pamoja na masuala ya muziki. So kwenye category mtu yote unaweza vote kwa kuandika hiyo semajambo.co.uk and then unafuata maelekezo hapo. So utaona hiyo category, utajaza information ndogo tu, jina lako, namba na email, na kisha kwa chini utaona jina langu hapo, Jacob Medexedek. Una click then unakuwa umesha vote. Nina shida sana na hii tuzo wazee. Yaani sasa hivi unaweza ukaniambia kitu chochote lakini hii tuzo una shida nao sana. Matumizi nayo. So inabidi ufanye kama ni fan recap, fan SNS, fan wa stories zangu. Make sure unaenda una vote, piga kura. Mpigeni kura kijana wetu bana, au si? Ailete hii nyumbani hapa. Hongera sana London nije Tanzania. Kitu kizuri sana, kitu kikubwa sana kwa mwenetu hichi hapa. Bana, unaendelea kudownload SNS Premium kupitia App Store pamoja na Play Store kwa ajili ya kupata taarifa, simulizi na vitu vingine vingi kweli kweli, si ndio? Ndugu zangu, tuzungumze jambo ambalo sasa hivi nasema ni miongoni mwa mambo ambayo yana trend Tanzania. Kuna vitu vingi sana vina trend, si ndio? Lakini pia hili la Diamond Platnumz na Zuchu ni jambo ambalo lina trend sana. Diamond Platnumz kuanzia jana take headline kwa kuandika kwamba yule ambaye tunamuona amekuwa ni mtu ambaye sasa hivi anajaribu kukaa kimya, anazipisha interviews. Kuna vitu ni vya ukweli, anajua namna ukweli wake ulivyo, lakini anakaa kimya, inamsaidia. Lakini kwa upande mwingine pia yeye Diamond ambaye tunamfahamu ama tunamuona kwenye masuala ya ndoa tumuelewi, lakini yeye ameshawahi kuoa. So akasema akipata muda atakuja kueleza ilikuwaje na vitu kama hivyo. Kilichoko mpaka sasa hivi kuna watu wanapishana. Ndoa ipo au imekufa kwenye mitandao ya kijamii. Ukiangalia Mange anasema ndoa ilikuwepo ikaja ikafa kwa talaka 3, si ndio? Na wengine wanavyozungumza wengine. Sasa ukiangalia katika upande wa familia, Mama Diamond kaposti katoa hongera, Babu Tale kaposti katoa hongera, na baadhi ya watu sasa watu wanajiuliza hawa wanatoa hongera ina maana ndoa ipo. Kuna hao wanasema ndoa haipo, na Diamond andiko lake ni kama ndoa
yani alishaipiga kikono. It's like kama haipo. Ndugu zangu, tukianza na Chris hapa, nimeona umefanya story simulizi na sauti, tumefanya story tofauti mpaka na viongozi wa dini. Kwa namna ambavyo unaona hii issue ni ya kutengeneza kwamba ndoa ipo ama haipo, kwa namna ambavyo wewe unaona? Kwanza Diamond ameandika hii story ilikuwa ni jana Jumapili weekend. Nilikuwa sehemu moja tu, nimeenda kwa ajili ya dina, nimekaa na nini, Bahati kanipigia simu. Kwa sababu mjua Bahati ni miongoni mwa staff hapa SNS. Nilikuwa sijaingia Instagram, unajua, kwa visa na mambo yangu. Naingia nakutana na ile kitu, nimesoma ule ujumbe mara 2 mara 3. Nikajiuliza ule ujumbe ulikuwa una ulazima wa kuwekwa kama kuna kitu kilitrigger nyuma. Yani kama kulikuwa kuna reason ya Diamond ambayo ilikuwa inamlazimisha kujibu watu ama mashabiki zake kutokana labda na scenario fulani ambayo imetokea inayohusisha yeye labda kutengenezewa kashfa na masuala ya ndoa ama vinginevyo. Nikajiuliza hiyo issue ama hiyo scenario ipo haipo. Zaidi tu kilichokuwa kina trend ni issue yake na Zuchu kwenye harusi ya Juma Jux, which ukiangalia hakukuwa na haja ya yeye ku clarify kwa namna ile. Nikajiuliza kwa nini sasa? Kwa nini aandike hivi? Kwa nini aje kusema wakati ambapo kwenye ujumbe wake anaonyesha kwamba anasema niliwahi kuoa? Watu wasijue kawa wanaandika wanasema uongo vitu kama hivyo, lakini nilishawahi kuoa, ila siku nyingine nitawaeleza nini kilitokea ama kiliendelea baada ya hapo. So was it necessary? What was the reason ya wewe kuja kuandika kitu kama hiki? Kama kweli ndoa ilifungwa ikavunjika, kwanza ukusema wakati inafungwa, la kwanza. Unakuja kusema wakati ambapo ndoa kwa tafsiri ya ujumbe wako imevunjika. Like unataka kuprove nini? Hicho ni kitu ambacho nilikuwa najiuliza na sijaelewa mpaka sasa hivi. Like aim ama lengo la Diamond Platnumz kuweka ule ujumbe ulikuwa una nini? Kuna nini kilitokea nyuma yake kilichomlazimisha yeye kuandika vitu kama vile? Ukiniambia issue ya pale kwa Jux Superdome kati yake na Zuchu ni jambo la kawaida, sio mara ya kwanza kuona yeye na Zuchu wakigombana, na haijawahi kusemwa hivyo, of which maneno ambayo watu walikuwa wanayasema sidhani kama alikuwa ni makali kiasi cha kama Diamond akashindwa kuyahimili mpaka ikamlazimisha kuvujisha siri ambayo aliitunza, swala la ndoa. Kwa sababu kama alioa kwa siri, maana yake hakutaka watu wajue. Kwa nini uje kuvujisha hiyo siri? Kwa hiyo mimi kiukweli naweza kusema kuna mkanganyiko wa hii story hapa. Yani wanasema kuna something fish, naona iko hapa. Kuna kitu fulani ambacho labda hii kitu ilikuja tu kwa sababu ya mambo yao mengine. I don't know. Labda kuna you can think whatever you want, lakini sielewi ni kwa nini amekuja kuandika, na I don't believe kama kuna ndoa. Hiyo ni kitu ambacho mimi niseme. Katika kipindi ambacho hii couple imezungumziwa, sijajua kama kuna taarifa nyingine ambayo kuwatokea ama kuwahusu Zuchu na Diamond wakazungumziwa kuliko hii. Wajua imekuja kama surprise katika engo gani? Kumuona Diamond Platnumz anaoa, si ndio? Yaani zile picha, videos, afu na taarifa ambayo alikuwa ameiandika, watu kutoku kuisoma na kuelewa ambacho amekiwasilisha, afu wasilishaji ya baadhi ya watu nimeona mpaka media yake namna ambavyo waliweza kuiportray taarifa. Nimeona hao ndugu zake ambao mwasema sui Asma, nimeona mama mtu, nimeona mpaka comment ya Zuchu mwenyewe kwenye moja post ya ameandika nini? Alienda kumshukuru kama kumpongeza nani. Yeye mwenyewe kwenye Snapchat zile videos ambapo alishare na nini, unaona. Mimi moja kwa moja niseme kabisa, mimi sitaki kuamini hiki ambacho kimetokea ni real. Naweza nikasema ni mkakati ambao umetengenezwa kwa watu ambao wamesomea masuala ya anyway, ngoja nisitaje kitu. Kuna kitu kinaitwa spin doctors. Hao ni watu ambao kwenye taifa lolote wao wanakuepo kwa ajili ya, kwa mfano taifa liko lina macho na masikio maelekeza kwenye swala fulani, basi wanaibua tukio jingine ili macho na masikio ya watu katika sehemu ambao wanakuwa wameipa nafasi inaama moja kwa moja. Unaona ambavyo inakuwa. Ndio hiki ambacho nimekiona kwa Diamond. Naamini watu ambao ni wataalamu wa hizo mambo wanaweza kutoa clarification zaidi, lakini nadhani nimeeleweka moja kwa moja. Taarifa ina mkanganyiko kwa kuangalia kwenye matukio ambayo yameweza kufuata hivi karibuni kwenye harusi ya Jux. Namna ambavyo Zuchu na Diamond kile ambacho walikifanya, si ndio? Then mtu husika kuja kuandika kwamba mfahamu Diamond huyu aliwahi kuoa. Ni nini ambacho kimeweza kutokea?
ni kwamba ameona tagging zimekuwa nyingi kwa kile ambacho alikifanya, yani kumchunia Zuchu kwenye kipindi cha hivi karibuni, lakini kama alivyosema, inawezekanaje kama uliamua kufanya hiki kitu kwa siri? Yeah. Why hii leo unakuja kuonesha picha na videos, lakini kwa nini inakuwa na tafsiri tofauti na watu ambao wanakuzunguka? Unaona, yani kama kutuchanganya this time. Unapiga message mimi na akili zangu hata kama ni mwandishi wa habari. Uje mambo na waeleweki, hakupeana taarifa nzuri. Inakuwaje huyu anasema mimi niliwahi kuoa, si nitakuja kuongea baadaye. Alafu kuna hao wengine kwenye mama mtu anampa pongezi ni kama mwanae kaoa jana ama kaoa juzi. Sasa hapo kwenye hiyo kwenye hii scenario ya Babu Tale, Mama Diamond, lakini ndugu zake Diamond Platnumz wa Mzee Nyange, namzungumzia Ricardo pamoja na yule mwingine Di Santos. Ndio nilipita kwenye page ya Santos na yeye anasema kimya it's like kama ni jambo limetokea jana lakini hakupewa taarifa. Kwa Ricardo sijaona akiwa ameposti. Mama yake ndio ambaye mimi alinishangaza kwa jinsi nilivyosoma ile ya Diamond kuja kusoma kwa mama yake, nikasema au ili jambo limepangwa lakini mama kuelekezwa vizuri au Esma kupewa script vizuri, Babu Tale kupewa script vizuri, au Diamond ndo akuelewa script akaenda pembeni. Alitakiwa aonyeshe ameoa lakini akaja kuandika kama it's like kama ndoa ilishindikana. Umeona? Unajua kwa nini ameandika vile? Diamond he's so smart by the way. Sure. Kwamba kesho na kesho kutwa nilishawaambia kwamba ndoa ilikuwepo, hakutaka kujifunga kama nimeoa, atembee aonekane mme wa mtu. So you can see it's just drama ambayo ilikuwa imeamua kutengenezwa. Kitu kingine ambacho unajaribu kujiuliza, Diamond katika miaka yote ambayo ameshawahi kuahidi kuoa, hajawahi kuoa. Mimi na expect tena, ukiangalia kwa matukio ambayo yametokea hivi karibuni ya ndoa za mastaa, anzia kwa Hamisa Mobeto, nenda kwa Jux kubwa kuliko, I don't expect Diamond kuja kufanya ndoa ya kawaida kama anaamua kuoa. It is Zuchu ndo anasema we are married. Tena hata kama ingekuwa amefanya ya siri, asingeivujisha kwa sababu ile ilikuwa ni kama ndoa ya mkeka wanasema. Ama ndoa za mkeka ndio inakuwa vile. Yaani Diamond na superstar wake na maisha yake yote aje kufunga ndoa ya mkeka, does it make any sense? Na kingine, kitu kingine, Diamond Platnumz kuamini kama angeweza kutoa taarifa hii katika kipindi ambacho rafiki yake ametoka kuwa topic hapa Afrika. Unajua mimi nilikuwa najiuliza mambo mengi, nikasema Diamond hajataka kupoa baada ya tukio la Jux, kaona kwa sasa hivi iwe zamu yake. Lakini kuna muda unakuja tena kujifikisha. Unasema why ya kutaka kumpa gap? Like sawa, ni tukio kubwa ambalo limechukua nafasi kwa Nigeria na kwa Tanzania. Kwa nini iwe sasa hivi? Kwa nini kutaka kuipa gap? Okay. Kwenye interview ukipindikia kwenye harusi ya Jux na Priscilla, Zuchu aliulizwa vipi nyinyi upande wenu, akasema ishara sio na nini. Inakuwaje yani wewe unatukanganya kwamba mlifunga ndoa ya asili na same to Diamond Platnumz. Aliojua akasema ni swala muda, sio mwachia Mungu sio nini. Mimi kama kuna share yote alihusika kwenye hii na nini kitu kama imekuwa scripted hivi. Kabisa yani kwamba amuonesha ama kabariki na nini. Hii dhambi sio ni dhambi gani kwenye au ngoma? Ndio maana nasema, unajua kilichotokea. Mimi jana nilivyoona jambo la kwanza 80% nilijua ni wimbo unakuja. Yaani kuna project itatoka anytime. Mimi nilijua mtoto wa watu kachukuliwa kaambiwa vaa nataka sasa hivi. Ili kuna namna fulani ili taifa tujalishika vizuri. Unajua kwa Uislamu pia tulikuwa tunazungumza na shehe leo. Anasema mnaweza mkaamua kufanya kama vile yule shehe akasimama kama upande wa mzazi kwa mtoto wa kike pale, mambo mengine akaendelea kama vile, lakini pia mnaweza mkafunga ndoa kama vile ya kawaida alafu baadaye mkaja mkafanya sherehe. Lakini kwa namna Diamond alivyokuwa anazungumzia ndoa au namna ambavyo familia ina picture, isingekuwa kwa namna kama hii. Yaani ile jambo ile ndoa ukiangalia ni kama walikuwa kuna kitu wanakiharakishia. Yaani kuna jambo la haraka sana ambalo lilikuwa na walazimu kufunga ndoa. Kwa mfano, nitakutolea mfano mzuri. Kuna sometimes wao unakuta kuna watu wanafanya kazi wapo serikalini, wengine labda wanatakiwa kusafiri sio labda kwenda sehemu fulani kwenye nini, na kuna baadhi ya kazi ambazo zinataka uwe umeoa au sio. So mtu anaamua kuharakisha ndoa kwa sababu tarehe fulani nitakuwa nilipoti kazini lakini niende na teacher cha ndoa. Hata kwenye mfungo wa Ramadhani pale unaona ndoa zinakuwa nyingi sana. Kwa hiyo watu unakuta hata jali ndoa nimefunga ya namna gani, atafunga tu as long as ni ndoa inakubalika basi atafunga tu. Lakini nini ilikuwa inampa pressure Diamond ya kwenda kufunga ndoa ya mkeka? Yaani nini kilitrigger
Diamond kwenda kufunga ndoa ya mkeka. Kama kweli alikuwa na lengo la kuoa, ndoa kwa nini singefanyika tu ya kawaida? Yaani ya kuita ndugu, wazazi na kwa sababu wazazi wote wapo. Mama yupo. Upande zote mbili. Yes. Na upande wa mtoto wa kike sijaona reaction. Hata mama hajapost. Umeona? Kwa hiyo au alimsahau kwenye script. Mimi nafikiri inawezekana kuna ngoma inakuja. Yaani hicho ni kitu ambacho najaribu kuamini. Na kama hakuna ngoma inakuja, ipo siku tutapata majibu ya hiki ambacho kimetokea leo. Na mimi sitaki kuamini kama Diamond Platnumz aachie taarifa kama vile afu aache watu tunasema nini hayawani. Eti kumba kuna siku nitakuja kueleza. Mpaka hapo hamna story yote tutakuja. Hakuna story yote tutakuja. Zamani video of course bado anafanya hata siku hizi lakini kwa uchache. Inaandikwa to be continue. Mimi nakwambiaje? Unasikia Chris? Yaani kuonesha kwamba hiki kitu kimetengenezwa. Ni vitu fulani tu hapa kwa sasa hivi Diamond Platnumz wewe kifikia kwanza Diamond Platnumz toka lini kwenye ukurasa wake wa Instagram wazungumze vitu kama hivi eti sina kwenye page yake kabisa ya kibiashara kama hivi brand na nini eti tunakuja kueleza mambo hivi. Sasa cha kushangaza kwa sasa hivi blogs zote kubwa, page zote za udaku nchini Nigeria wameweza kumpost, na unajua na report vipi? Amefunga ndoa na mfanyakazi wa lebo yake nani Zuchu. So ni image fulani hivi ambayo tayari amekwisha kuitengeneza, ambapo ikija ikatokea kwamba ni uongo tayari huyo jamaa ameshapoteza trust. Anyway, kitu ambacho Diamond anajua na labda hajali. Wa Nigeria wengi sana waliilebo Tanzania katika picha mbaya kwa mambo ya mahusiano sababu ya Diamond. Mimi na marafiki wengi Nigeria naongea nao, wanakwambia Diamond alifanya waamini kwamba wanaume wote wa Tanzania tuko vile. Unaelewa? Lakini issue ya Juma Jux ikaja kuwabadilisha mindset. Na ndio maana juzi nilikuwa naangalia baada ya hii ndoa kumalizika, hii final wedding, ulikuwa kupita TikTok unakutana na mashabiki, our content creators kutoka Nigeria. Wanasifia sana watu wengi walivyovaa. Lakini angalia wanao ikifika kwenye engo ya kumzungumzia Diamond. Sijui unanielewa? Kuna namna wanaomzungumzia unaona kabisa hawa watu kweli wanamheshimu kama ni mkubwa, ni superstar, lakini kuna sehemu yake wamemweka, yani kwamba yeye ni mtu fulani special, ana mambo yake. Inapokuja kwenye swala la wanawake ana mengi mazuri, lakini inapokuja kwenye engo ya wanawake jamaa ana dunia yake mwenyewe. Umeelewa? Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho anyway hajali kwa sababu sasa hivi ni tajiri, anafanya lolote. Haiwezi kusema ina damage brand yake kwa ukubwa hivyo. Lakini kwa nchi ambazo tayari zimeshamweka kwenye black book kwamba huyu jamaa anapokuja kwenye masuala ya wanawake sio mtu wa kuaminika, nafikiri anazidi kujipotezea credibility. Sasa kwenye na hapo kitu kingine, Zuchu kama amekubali hizi mambo, kwa sababu mimi nikiangalia kwanza ile tukio la kwanza la hivi karibuni kwenye harusi ya Jux na 60% kwa 40 kwamba ile kitu pia ilitengenezwa sawa. Na kama ikutengenezwa basi ni rare ya kwamba hao watu wako sawa. Na hiki kitu ambacho kimechukua nafasi kwa sasa hivi ya kwamba kutuonesha ni kama sio ndoa ilifungwa mara sio ndoa imefungwa, kwa sababu bwana harusi na wapabe na watu wa karibu na ndugu kuna mikanganyiko miwili, si ndio? Kama Zuchu amekubali kutumika kwenye hizi mambo, basi ujue bado anajaribu sana anajaribu sana kile yake. Yaani kwa sababu ni kama vazi fulani vijeupe ambalo sio tope, kamwaga oil ambao kuja kuinanita kwa ni ngumu sana, kwa sababu unajua nini? Yeye ni mtoto wa kike ambaye yuko affected ninapokuja swala mahusiano kwa ukubwa Diamond, na kama kweli amefall in love kama mwanamke ambavyo tunafahamu, hata kama anajaribu sana ku maintain kuendana na mfumo labda wa mazingira kutokana na vitu ambavyo anapaswa kuvifanya kama mfanyakazi wa boss, lakini pia ndio mtu ambaye yupo naye kwenye mahusiano anaweza kumpeka na kutaka kufanya. Kuna vitu fulani hivi vinazidi kupungua sana kwenye muziki wake, kwa sababu sasa hivi Zuchu zungumzia sasa kwenye ana kipaji, anafanya vizuri, lakini ukiangalia ile kasi yake toka mwanzo tumekuwa tukisema. Lakini kwa sasa hivi angalia kile kichwa cha mtoto wa kike, aufikiria muziki wake, afikiria kutengeneza hit, at the same time anatumia kwenye dramas ambazo kwa asilimia kubwa ni sio za ukweli. Alafu yeye alikuwa anatamani hiyo kitu ku turn into reality.
So unaweza kuona namna gani ambavyo inamwathiri. Na nilikuwa nawaza au najaribu kufikiria Zuchu ambaye mara kibao amekuwa kitajwa hata kwenye media Diamond pale, si ndio, media nyingine, vipi lini mtaoana lini, kwa sababu ukiangalia cycle ya washikaji wa Diamond, ukija huko Billnass Nandy, si ndio, ukija Jux tayari sasa hivi na nani na Priscilla. Lakini yeye Zuchu ambaye anatajwa sana na Diamond, ndoa haikamiliki wala nini. Na nimejaribu kukaa kwenye upande wa sasa Zuchu. Imagine labda ili jambo la Jux pale na Priscilla ilivyokuwa pale, labda ilikuwa ni kweli na ndoa labda ilitokea alafu imevunjika. Najaribu kufikiria muziki wake after hapa, na ukiangalia bado ana drama ya kuondoa WCB kwenye bio yake ya Instagram. Unajua unaweza kaisi kama umechanganyikiwa afu kumbe ushachanganyikiwa. Kwa hiyo kuna namna najaribu kufikiria naunganisha haya matukio. Kama yote haya itakuwa ni drama, kuna kipindi Zuchu atakuja kupitia kitu kikubwa kwenye mahusiano, watu wasifanyaje, wasimuamini totally kabisa, kwa sababu kama hii ni drama na imefika mpaka drama inahusisha viongozi wakubwa, kwa sababu kiongozi wa dini ambaye ameonekana pale ni mkubwa kwa Tanzania, umeona. Alafu itafika kwa sababu ina maana kama itakuwa ni drama ambayo imeweka vitu vingi ambavyo vitafanya watu wasiwaamini tena kwa namna nyingine. Umeshanielewa? Ina maana impact kwa Zuchu unaona inakuwa mbaya zaidi, tofauti na kwa Diamond ambaye watu wameshamzoea kwenye vitu vya namna kama hii. Unajua hiyo unaweza kuiokoa vipi? Inaweza katoka baadaye kwamba okay, comeback yetu ni nini? Kama tumeharibu tunakujaje, tunarudije? Tunatoa ngoma. Inatolewa ngoma, wamevaa nguo zile wanashoot kama pale nini, harusi, kiongozi nini, maisha yanaenda. Hakuna mtu ataquestion. Sema kuna namna ambavyo kiongozi sawa tutasema sijui kama viongozi waruhusiwa kuigiza. Wanaruhusiwa lakini sasa kiongozi kama mafundisho unatoka wimbo fulani hivi, wimbo ambao haujaimbwa matusi, wimbo clean, au waje na kaswida kabisa ndoa. Sasa vijana waoe au sio? Sidhani kama utakuwa na ubaya. Inakuja kaswida ya ndoa. Yaani comeback inawezekana tu. Sasa ndo pale. Unajua kadri siku zinavyozidi kwenda wanasema ngoma ikilia sana, ikivuma sana, mwisho wa siku inafanyaje? Inapasuka. Kiki ya Diamond na Zuchu imekuepo kwa muda mrefu sana, na imefika muda sasa inawezekana kuna vingine viko vya uhalisia ile vitaonekana kama ni kiki kwa sababu ya mazoea. Alafu baya wao ni kwamba hiyo kitu unakuta haidumu muda mrefu. Ndani ya mwezi tu ushapata majibu kwamba haikuwa kweli, umeelewa, ama haijaendelea, hakuna muendelezo. So nafikiri itafika muda watu wataona kawaida, kwa sababu kama unakumbuka pia stories zao zilianza kupoteza nguvu. Kwa sababu ilikuwa ni mambo yale Diamond, Zuchu that mara anaandika andiko. Kwa jana wamefanya kitu ambacho hawajawahi kukifanya toka wawe pamoja, like kuleta boom ndoa. Ni kitu ambacho Zuchu amekuwa akisema siku zote kwamba anatamani ndoa, mpaka akalalamikia Wasafi wanamsimanga kwa wewe crazy. Ngoja kwanza, ndoa pale imefanyika, wewe upande wa nani? Upande wa ndugu ama upande wa mimi niko katikati. Nataka kwa sababu unazungumzia ndoa moja kwa moja kwamba mpaka ndoa. Ninachosema yani kwa mfano nazungumzia ni kwamba Zuchu alikuwa anasema analilia ndoa. Tunanifahamu vizuri. Tukio lilotokea ni wamesema wamefunga ndoa. Na Diamond mwisho amesemaje mwisho kwenye nani? Ninachokisema ni kwamba issue ya jana imekuwa kubwa, na nakupa reason ya kwa nini issue ya jana imekuwa ni kubwa, kwa sababu sio kitu ambacho wameshawahi kukifanya kwa mashabiki. Katika zile drama zao haijawahi kufanyika drama ya aina ile ya jana. Hii ni kubwa sana. Kama eti nakubali kwa ni ndoa imetokea. No. Ila nasema ile drama imekuwa na mwitikio mkubwa kwa sababu watu walikuwa wanasubiri kuona hiki kitu kitakuja kutokea siku moja. Umeelewa kwamba Zuchu atakuja kuolewa kweli. Sasa baada ya kutengenezwa kama ndo drama tunayoiamini kwamba wameoana, lazima itabasti tu, watu wataichukua kwa ukubwa pia. Unajua huo muziki bana, Diamond Platnumz ameweza kumaster kwenye engo zote, kufanya kazi ya muziki na kucheza na drama. Yaani kufanya watu wamzungumzie katika kipindi ambacho hapaswi kuzungumziwa kwenye muziki. This time amewin pakubwa sana. Sio kila mmoja ambaye anaweza kufanya hiki kitu. Na WCB ni mamaster sana kwa wa hizi kitu, hizi stunts, hizi kiki, ni mamaster sana, na Diamond amekuwa akiziweza hizi sana. Kwa mfano jana kuna wafanyakazi kama Liliomi niliona ameposti. Unaona leo jinsi ambavyo wengine tunaizungumzia na wenyewe kwenye media Diamond anavyoizungumzia,
ni vitu viwili tofauti. Agenda ya boss. Sasa ndio maana nikasema kwamba kuna script sehemu ilicheza, lakini Diamond atakuja kuinyosha. Mpaka sasa hivi ameacha hapo watu mpo katikati. Unajua mimi mwanzo ambapo niliona hizo mambo za Diamond kasema hiki, alafu watu wa karibu wamekuja kupongeza kama tukio limetokea na positive way, yani ni kama lipo. Nikasema huenda Diamond ameamua kumuoa Zuchu kweli, lakini hajataka ionekane kama kamuoa. So kaja kutuonesha kwamba alimuoa alafu sasa wameachana, lakini wawili hawa wako pamoja. Kwa nini sasa? Ni moja kitu ambacho nijiuliza, lakini yongeacha kwamba kuna hizo mambo kusema haba script, kuna sehemu watu wa kupata taarifa vizuri. Nikasema maybe Diamond Platnumz for real ameamua kumuoa Zuchu, lakini hajataka kuonekana kama kamuoa, yani kataka kutuonesha hiki ni kitu ambacho kilikuwepo, lakini kwa sasa ni kama hatuko pamoja, kuna vitu ambavyo vilitokea na nini. Ni moja kitu ambacho niliwaza, sijakipa nafasi pakubwa sana. Mimi ninaamini hawa ni wasanii, definition ya msanii ina vitu vingi sana, na hawa ni wawakilishi kwenye hiyo sekta. Oh yeah. So maana yako hapo ambao unamaliza nayo Giant, wewe unaungana na hichi kitu kinachoendelea, so kwamba ni usanii na tusubiri kazi itakayokuja baada ya usanii huu. Mimi sitaki kuamini hata kama kuna kazi ya muziki. Mimi naamini tu kuna vitu tu wameamua kucheza na akili za wananchi. Mambo tu upepo upita na nini, ndo kama hivi ambavyo sasa hivi tu. So unaona? Yaani ukipita sasa hivi kwenye zile feed, ukipita wapi? Ni Zuchu and Diamond wameweza kuwin. Sitaki kuamini eti kuna kazi ya muziki, kwa sababu kwa hiki kitu ambacho kimechukua nafasi singechukua hata muda mrefu sana kazi kuiachia. Ilikuwa inatosha. Uwezo kaniambia eti ingepita masaa 24 au ifike mpaka Ijumaa ndo atoe kazi mpya itazingatiwa. Hawezi kaa hivyo. Hii kitu tulikuwa ni share picha nini, then kazi imetoka. So sitaki kuamini kama ni kazi, sitaki kuamini kama ni real. Ninachotaka kusema ni kwamba mimi siamini katika hii. Mimi najua hizi ni mambo zimetengenezwa tu, na ninazidi kutolea msisitizo. Zuchu kazi anayo. Zuchu kazi sababu hizi ni mambo ambazo anatamani kuwa real, lakini anatumika katika engo ambao ni tofauti. Chris, unamalizaje? Wow, tusubiri tuone. Inawezekana kwenye vichwa vyetu tuna labda na majibu ya kwa nini wamefanya hivi, lakini ngoja niwape muda pia nione nini kitatokea baada ya hili tukio. Ushaelewa? Kama itakuwa ni ngoma, which I believe hiyo ndo njia pekee ya come back na kuwafanya watu waelewe kumbe ilikuwa ni drama tu ya ngoma. Lakini kama itapita tu kimya hivi, ina maana Diamond atakuwa na wajibu wa siku kuja kusema kile ambacho alikimalizia pale mwishoni, kama ipo siku atasema nini ambacho kilitokea. So mimi nasema tu niwape muda nione nini ambacho kitafuata baada ya hapo. Hivi ni nani alisema kwamba hii kitu ilifungwa kwa siri, hata wazazi wa pande zote mbili hawakushirikishwa, ilikuwa kimya? Amjaiona hiyo? Sijaiona. Lakini kwenye Uislamu, hata kama mimi sasa hivi naoa nikaamua kuoa issue ya wazazi sijui kukua, so yani kama mtu atapita kwenye story ya shekhe pale ataona alitaja vitu kama 5 hivi vya msingi vya muhimu. Kuwe na mwanaume ambaye ni Muislamu ambaye ndo huyo, na mwanamke kiongozi wa dini, kuwe na mashahidi wawili. Muone ridhaa ya labda ya baba upande mmoja au vipi, yani kuna yani sio vitu vikubwa hivyo, yani vya wanasema jambo la kheri na likiwepo lifanyike kwa haraka litimie. Kwa mimi kwa upande wangu navyoona kwa hii issue hapa, waje na kazi. Wasipokuja na kazi itakuwa Diamond hajawahi kudanganya au hajawahi kufanya kiki ya namna kama hii tangu mimi nimemfahamu. Nyingi kubwa tusema, yani kwenye hii ya kushirikisha ndoa Mungu, kiongozi wa dini kama vile pale watu kama bonge la bomu, bonge moja bomu. So kitu kama hicho bana, vizuri kabisa. Na wewe pia una maoni yako, una dropisha hapo kwenye uwanja wa comment. Kwa yule ambaye hajasubscribe, bonyeza button hapo ya kusubscribe vizuri kabisa. Lakini pia nenda App Store, Play Store kwa ajili ya kudownload SNS Premium, uendelee kuenjoy na simulizi, habari na hadithi nyingi kabisa. Hii ni recap na SNS. Tumemaliza hivyo kuhusiana na issue ya kwake Zuchu. Menito Sadi TZ mbele maono ya mtaa ya mtaa imewaka. Nangu mnasemaje? Ametisha sana hapa Chris Favors pamoja na mtu nzima Jacob Janman.